Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale wanaotufuata wakiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo samedi le 17 janvier 2026, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea taarifa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na habari mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea jioni ya leo, tena moto imewaka ndani ya eneo ya Point Zero inayopatikana Moho Plateau de Fizi. FARDC pamoja na wazalendo wa miatake AFC M23 na washirika wao Twirwaneho katika eneo hiyo ili kurejesha udhibiti wa eneo hiyo. Tutawapeleka mjini Uvira tuwaambie hali huko kwa sasa ni vipi, na maeneo yanayokuwa karibu na Uvira moshene ya Mitumba kulisikika mashambulizi, na tutawaambia kuhusu kusinye makubaliano mapya kati ya nchi ya Kongo pamoja na nchi ya Zambia. Makubaliano hayo ni kuhusu ushirikiano katika mambo ya kijeshi pamoja na usalama kati ya nchi hizo mbili. Ni makubaliano ambayo yanaweza kufikia kutumwa kwa wanajeshi wa Zambia nchini Kongo. Katika nchi ya Uganda, yule President Museveni tena ndio mwenye alichaguliwa kuwa rais wa nchi hiyo kwa muhula tena wa miaka 7. Kama kawaida mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi, pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ni kugusa hapo kwenye titre, utapata linki yetu pale mu description. Utajiunga kupitia linki hiyo, bila shaka utakuwa ukizipata habari zetu zote kwa wakati. Bila kukawia na kupoteza muda wetu, tufungue ukurasa wetu wa habari ambapo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita katika maeneo ya Fizi, donc territoire ya Fizi, Moho Plateau de Fizi, eneo ya Point Zero, kwenye tena moto umewaka kati ya jeshi la Kongo FARDC na washirika wao wazalendo pamoja na jeshi la Burundi. Wanapigana na waasi wa AFC M23 na Twirwaneho katika eneo hiyo. Mapigano hayo mapya yalianza saa za jioni ya leo kuanzia 17h, donc saa 11 njo mapigano yalianza kati ya pande mbili. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinatuambia ya kwamba ilikuwa saa 11 za jioni ya leo ndipo mapigano tena yalianza kati ya pande mbili. Jeshi la Kongo kutokea maeneo ya Axe Musambia, kama mnavyoona hapo kabisa kutoka Point Zero, ukishuka eneo ya Musambia muko naiona mwizo Axe. Sasa kwenye route hiyo njo kwenye walitokea wakatake FARDC, wakatake plutôt AFC M23 na Twirwaneho katika eneo ya Point Zero. Wanashambulia AFC M23 hapo wakitaka kurejesha eneo hiyo mu mikono yao, donc wanataka wairekipere. Wako mu mashambulizi pale wakijaribu kuwafukuza waasi hao katika eneo hiyo ya Point Zero waikamate. Kama ukumbusho, Point Zero ilianguka mu mikono ya waasi hawa siku ya jana asubuhi. Ilikuwa saa 4 siku ya jana ndipo Point Zero ilikamatwa na hawa waasi baada ya kupigana kwa siku 2 mfululizo katika maeneo hayo. Mapigano yalikuwa yameanzia katika vilima vya Ruhuha, vilima vya Wabaruta, yakaendelea kuenea katika maeneo tofauti, na hawa waasi wakafanikiwa kusonga mbele, wakafukuza ndani ya Point Zero FARDC na wazalendo pamoja na jeshi la Burundi. Wakati walitoka hapo jeshi la Kongo na wanajeshi wa Burundi na wazalendo walielekea katika maeneo tofauti karibu na pale kwenye akse hizo za Point Zero Musambia. Na siku ya leo sasa kulishinda utulivu pale, na kuanzia sasa 17h za magharibi hii
ndio FARDC na wazalendo tena wanatakiwa waasi hao wakijaribu kuwafukuza katika eneo hiyo. Mapigano yanaendelea kati ya pande mbili. Tutawaambia matokeo ya mapigano hayo wakati mapigano yatakuwa yameisha, kama FARDC na wazalendo watafanikiwa kurejesha udhibiti wa eneo ya Point Zero. Tutawaambia kama watafanikiwa nayo, tutawaambia donc resultat tutaiwaambia wakati mapigano yatakuwa yameisha kati ya pande mbili. Hapo ni Moho Plateau de Fizi kwenye mapigano yanaripotiwa magharibi hii ya leo. Habari zetu zinaendelea, tuwapeleke moja kwa moja katika mji wa Uvira kwenye tuwezi tukatoa macho yetu. Donc hapo Uvira ni mji ambao tunapaswa kuambia kinachoendelea kila wakati, kwa sababu wengi wanapenda wajue kinachoendelea kutokana na ile tangazo ya M23 waliondoka hapo hawajaondoka hapo. Ni kipi kinachofanyika mjini Uvira? Mjini Uvira toujours M23 wako pale, hawajaondoka hapo, wangali inaonekana katika makwe tofauti, donc maaxe tofauti pale kabisa, au waasi wangali pale. Na siku ya leo kulisikika mashambulizi kwa muda wa saa moja katika maeneo ya Shene ya Mitumba hapo maeneo ya Uvira. Kule kulisikika mashambulizi sana, ilikuwa 11h, kuanzia 11h pale ndio kulisikika mashambulizi sana. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinasema kwamba ilikuwa wazalendo ambao walipigana na waasi wa M23 mapigano hayo ya kudumu. Baada ya kupigana saa moja, pande zote waliendelea kubakia katika nafasi zao, mashambulizi yakasimama. Hali hiyo ilisababisha hofu kidogo kwa wakaaji katika maeneo karibu na hapo, na kuanza kuwaza ya kwamba deja ni ataki ya FARDC na wazalendo ili warekipere mji wa Uvira, ila ikukua hiyo, ilikuwa tu kushambuliana kidogo pale. Mapigano ya kudumu yalipita yakaisha baada ya saa moja, hali ikarejea kuwa sawa katika maeneo hayo. Muda huu mjini Uvira hali ni ya kawaida, biashara ziko nafanyika, population wako nafanya kazi yao kama kawaida, hakuna tatizo yoyote hapo mjini Uvira. M23 wangali na kontrole mji wa Uvira, hakuna mapigano hata kwenye zone d'operation katika maeneo ya Kabimba Katongo, hapo nako hakuna mapigano. Kila pande wote wanazikalia nafasi zao, hakuna kushambuliana. Tuendelee na taarifa zetu sasa, tuwapeleke huko Lubumbashi kwenye juzi kulisainiwa makubaliano mapya kati ya nchi ya Kongo pamoja na Zambia. Makubaliano yaliyosainiwa kati ya pande mbili ni makubaliano kuhusu kusaidiana katika mambo ya kijeshi pamoja na mambo ya kiusalama kati ya pande mbili. Haya makubaliano mapya kati ya nchi mbili yalisainiwa huko Lubumbashi pamoja na Vice Premier Ministre de Defense wa Kongo Guy Kabombo pamoja na Ambroise Lufuma ambaye naye ni ministre wa Zambia. Makubaliano haya yamesainiwa katika hali ambayo nchi ya Kongo inapigana vita mashariki mwa nchi ya Kongo, ikipigana na waasi wa M23 wanaoendelea kupigana vita wakisonga mbele, na kwa sasa wanaomiliki eneo kubwa katika mkoa wa Sud Kivu na Nord Kivu. Waangalizi wengi wanasema kwamba makubaliano hayo mapya yaliyosainiwa kati ya pande mbili yanaweza kufikia pale ambapo nchi ya Zambia inaweza kutuma wanajeshi wake nchini Kongo ili kusaidiana katika mambo ya kijeshi walio ya saini na kusaidiana katika kurejesha usalama kati ya pande mbili. Na pia makubaliano haya yakawa yamesainiwa wakati guvernema ya Kongo inazihitaji nguvu kabisa za kijeshi ili kuweza kupigania na kutetea uadilifu wa
eneo yake kutokana na vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. President Felix Tshisekedi hivi juzi alikuwa akifanya viziti katika nchi tofauti kwa ajili ya kutafuta nguvu za kijeshi huko. Wakati alikuwa Angola, mnakumbuka alikuwa akitaka Angola ilete wanajeshi nchini Kongo. Hayo hayakuwezekana. President wa Angola akasema kwamba maongezi kabisa ndiyo seule solution, kwa hivyo hakuna solution katika mambo ya kivita. Ni wakati alikuwa ametuma message kwa president wa Chad ili kupata kabisa nguvu za kivita kutoka huko, na wanajeshi wa Chad wakakuwa deploye ndani ya Grand Katanga, mnakumbuka ndani ya siku zilizopita. Donc President Felix Tshisekedi katika siku hizi anatafuta nguvu za kivita ili kuweza kutetea uadilifu wa nchi ya Kongo, donc kupigania uadilifu wa nchi ya Kongo na kuona kwamba atarikipere maeneo yanayokaliwa na wasi wa M23. Hivyo makubaliano hayo mapya kati ya nchi ya Zambia na RDC yanaweza kufikia pale ambapo Zambia nayo inaweza kutuma vikosi vyake nchini Kongo ili kusaidia nchi ya Kongo katika mambo ya kivita kutokana na makubaliano hayo walio ya sign. Kama wanajeshi hao watakuja nchini Kongo, tutakuja kujua kabisa katika siku za mbele, na mkumbuke kwamba gouvernement ya Kongo inaendelea kuapa ya kwamba kabisa vita inapaswa kufanyika. Hivi juzi Adolphe Muzito alitangaza ya kwamba gouvernement ya Kongo iko na andaa koma ijenge jeshi kabisa avec 5 milliards de dollars kwa ajili ya kujenga jeshi na kupigana vita, ambapo alisema kwamba vita hiyo itafika hata Rwanda, nchi ambayo inasaidia wasi wa M23. Donc siku hizi gouvernement ya Kongo inaandaa kabisa jinsi ya kuweza kushinda hawa wasi wa M23 kupitia nguvu za kijeshi, wafukuze katika maeneo yote wanayoyakalia mashariki mwa nchi ya Kongo. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke huko Ituri ambapo FARDC ilimarisha nafasi zao katika mji wa Bule. Eneo ya Bule jana vendredi ndipo ilikamatwa yote kabisa na jeshi la Kongo FARDC baada ya kupigana jioni ya jana ya juzi jeudi kuamka sasa asubuhi ya vendredi, wakaingia officiellement ndani ya Bule. Waasi wa CRP wakafukuzwa Bule, wakakimbilia mu maeneo yanayokuwa karibu na hapo yapata kilomita 3 kutoka Bule. Siku ya leo FARDC ili kuweza kukontrole eneo yote ya Bule na kuendelea na operasyon. Waliimarisha wanajeshi wapya katika eneo hiyo ya Bule, ambapo vikosi vipya vya jeshi la Kongo FARDC vilifika ndani ya eneo ya Bule siku ya leo wakitoka Bunia. Wanajeshi hao waliwasili huko ili kuendelea kufanya operasyon za kuwapiganisha waasi wa CRP wanaoongozwa na Thomas Lubanga, na pia kuweza kurejesha usalama katika eneo ya Bule, ambapo vyanzo vyetu kutoka hapo vinasema kwamba hata CRP ilishindwa ikafukuzwa pale. Kuna wengine wanajeshi wao katika eneo ya Bule, wengi wakivalia sare za wakaaji, kwa sababu eneo hiyo walikuwa wameibakia ndani siku mingi. Wengi wanaosaidiana nao katika mji huo wanaokuwa wakaaji hapo, ndio maana FARDC walirenforce wanajeshi wengi eneo hiyo ya Bule waweze kabisa kupiganisha usalama kidogo, na hao wote wakuwe na kamatwa moja kwa mwingine eneo ya Bule waweze kuikontrole. Donc tuendelee na taarifa zetu. Nimewaletea taarifa mbichi kama kawaida. Tuwapeleke katika nchi ya Uganda. Museveni alichaguliwa kuwa rais wa Uganda kwa muhula wa miaka 7 tena. Tume ya uchaguzi nchini Uganda imetangaza kwamba rais aliye madarakani Yoweri Kaguta Museveni amechaguliwa tena kuongoza nchi hiyo baada ya kushinda uchaguzi uliofanyika siku ya Alhamis.
Museveni alishinda uchaguzi huu kwa asilimia 71.65% ya kura. Hii ilikuwa baada ya kuchaguliwa na wapiga kura 7,946,772. Mkongwe huyo mwenye umri wa miaka 81 ambaye amekuwa rais wa Uganda tangu 1986 aliwashinda wagombea wengine 7 akiwemo mwanamuziki aliyegeuka kuwa mwanasiasa Robert Kyagulanyi anayejulikana zaidi kama Bobi Wine. Kyagulanyi ndiye aliyepoteza kwa asilimia 24 na donc 24.72% ya kura. Hata hivyo huyu Kyagulanyi donc Bobi Wine alikuja kuandika kupitia account yake ya X akipinga matokeo ya uchaguzi, akisisitiza kwamba yalikuwa ya udanganyifu. Donc upande wake amini kuwa alishindwa kabisa katika uchaguzi huo. Président Yoweri Kaguta Museveni dès aujourd'hui tena ndiye ambaye ataongoza nchi ya Uganda kwa miaka yake 81. Ataiongoza nchi ya Uganda, donc atamaliza kabisa muhula huu akiwa na 86 parce que ni 5 za kuongoza nchi, donc mandani 5 atamaliza na iko na 86. Na kama ukumbusho, huyu presida wa Uganda Museveni ni miongoni mwa presida wa Afrika ambao wameongoza nchi kwa miaka mingi. Kuanzia mu 1900 combien je pense njo aliongoza nchi ya Uganda, na mpaka kwa sasa angali na iongoza nchi ya Uganda, hajapata wa kumpinga na kumtoa madarakani. Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo, na washukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuzifuata taarifa zetu, na waomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi, pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Kama kawaida tutaendelea kuwapa mbichi. Monaye mfuata ni Bauma mzee wa mbichi. Tupatane katika taarifa zifuatazo kuambia kabisa jinsi hali iko tena. Asante sana.